Mimi napenda kwanza kueleza shukrani zangu za kupata fursa ya kuongea na wakulima. Mheshimiwa Rais kalifanya waziri wa kilimo. Sasa waajiri wangu ni nani? Waajiri wangu nani? Bila wakulima kuna waziri wa kilimo? Fursa ya kukutana na wakulima kwa kweli mimi kwangu ni fursa muhimu sana. Nawashukuru leo Jumapili mmekuja, mko hapa, mmesubiri kunisikiliza, asanteni sana. Na mimi ni mtumishi wenu. Kazi niliyopewa na rais huko ni ya kuwatumikia wakulima wa Tanzania. Nitajitahidi kwa moyo wangu wote kujaribu kupambana na changamoto zote ili kupitia kilimo tunyanyue maisha ya Watanzania ambao ni wengi zaidi wanajihusisha na shughuli za kilimo. Lakini pia nawashukuru kwa kazi nzuri mnayofanya Mbarali. Nilikuwa najua Mbarali mambo safi, lakini niliposikia taarifa ya mkuu wa wilaya ilisomwa na anayekaimu nafasi ya udai yuko hapa, kwa kweli nikajua hata hali mazuri ya Mbarali nilikuwa siyajui yote. Nyie inaonekana mnaweza mkawa ndio mnaongoza katika matumizi ya zana za kilimo, mnaweza mkawa namba moja. Hilo nawapongeza sana. Sisi Wizara ya Kilimo na serikali kwa ujumla tumetambua changamoto kubwa kwenye kilimo. Namba moja ni tija ndogo. Yaani unapolima kwenye ekari moja unapata kiasi gani? Kwa nchi nzima tuna changamoto. Mazao yote nitawaambia, ndapa mfano. Ukienda naona mmeanza kulima korosho. Ukienda kwenye korosho, mti mmoja unaweza ukatoa mpaka kilo 35. Sisi mti mmoja unatoa kilo 10, 15. Kwa maana hiyo mti ungeweza kuzalisha mara mbili. Maana yake tija ndogo. Ukienda kwenye ngano, hekta moja inaweza ikatoa tani 5.5. Sisi hekta moja inatoa 0.7 mpaka 1.5 ya tani. Matokeo yake inakuwa rahisi kununua ngano kutoka nje, wakati tuna mashamba makubwa mazuri ya kulima ngano. Hata huku Mbeya, nenda Sumbawanga, nenda Makete, nenda Simanjiro, nenda Hanang, nenda Siha, nenda Monduli, nenda Karatu. Tija ndogo inasababisha sisi badala ya kuchangamsha wananchi wetu, wakulima wetu wapate fedha nzuri, tunanunua mazao yale kutoka nje. Tunaagiza tani 800,000 ya ngano. Sisi tunazalisha tu tani 77,000. Tija ndogo. Sasa hivi tunazungumza mafuta ya kula. Ndugu zangu wakulima, unatembea maeneo vijijini yanaweza kulima hali zetu. Hali ya maisha unaiona. Kweli nyumba hizi anaishi mtu, watoto wanazaliwa, wanaenda shule. Kilimo duni. Wakipata fursa ya kulima vizuri hali zetu, wakauza, watapata hela, watakuwa na nyumba bora, watoto watasoma vizuri, watachangia na chakula cha shule, watoto wafanikiwe vizuri zaidi, maisha yatanyanyuka. Hali ilivyo sasa hivi, tija kwenye hali zetu ndogo. Matokeo yake tunatumia nusu trilioni ya fedha zetu kwenda kununua mafuta ya mawese Malaysia, Indonesia. Hizo nusu trilioni zingezunguka vijijini, maisha yetu yangeongezeka kiasi gani? Tatizo tija. Kutokutumia utafiti, kutokutumia mbegu bora, kutopata huduma nzuri za ugani. Kwa hiyo tumeliona hilo. Sasa nimekuja Mbarali, ndio napewa taarifa hapa postani wa uzalishaji wa mpunga. Kwa taarifa niliyoipata, hekta moja ilikuwa ni tani 2. Mmesogea hekta moja, sasa hivi tunapata tani 5. Hongereni sana.
Kwa nyie mmeanza kupambana na tatizo la tija, na nimeambiwa mnakimbiza kupata tani 8 kwa hekta moja. Mbarali oye! Mbarali safi! Mmeshika mwenge wa kuongeza tija. Naomba munyanyue juu, umulike hata nje ya mipaka ya Mbarali. Sisi wengine wote tujifunze kutoka kwenu. Na mafanikio haya mmeyapata kwa jitihada za kutumia mbegu bora, lakini zaidi kutumia zana bora za kilimo. Mnakopesheka, mnakopa, mnarudisha. Ndio maana nilikuwa naongea asubuhi na mtendaji mkuu wa TADB, tunazungumzia mabenki yaliyoko Mbarali. Kuna benki moja haipo, akasema hawajui wanachokosa. Huwezi kuwa benka usiende Mbarali. Mbarali oye! Wakulima wa Mbarali wakichukua mkopo wanarudisha, kwa sababu wanazalisha, ni wachapakazi kama walivyosema mwenyekiti. Kwa hilo najivunia sana, kwamba mnakopa mnarudisha. Gharama ya mikopo bado kubwa sana, tutapambana nayo. Lakini benki ya kilimo, hongereni sana kwa kutafuta mkakati walau wa kushusha gharama kutoka riba ya 20%, 18%, 16%. Utalipa vipi? Nyie mmeenda 10%, 9%. Hongereni na asanteni sana benki ya kilimo. Heko kwa benki ya kilimo na heko kwa pasi kwa mnachofanya, kwa kuweka dhamana, kwa sababu mkulima anaweza asiwe na dhamana ya kutosha mkopo. Hawa badala wewe kuweka nyumba sio na nini, wanakuwekea dhamana ili benki nyingine ikukopesha. Na hata benki ya kilimo wanasaidia benki nyingine kukopesha wakulima. Hongereni sana, na naomba muendelee hivyo hivyo. Unakopa unarudisha fedha ili wengi zaidi wapate mkopo huu. Sio jamani? Au sio jamani? Kwa benki ya kilimo najivunia kazi yenu, lakini tangazeni mambo mnayofanya, kwa sababu ni rahisi kulaumiwa watu wasipojua mnafanya nini. Kwa mfano, nimeangalia takwimu hapa, mikoa 5 tu, Ruvuma, Mbeya, Songwe, Njombe na Iringa, wametoa bilioni 32.9. Kidogo hizo jamani? Kidogo? Hapa wamejitahidi. Sasa hili lazima mlitangaze. Mnafanya nini? Na mkitangaza, na watu watajua kumbe kuna fursa kwenye benki yetu ya kilimo. Hayo mambo mazuri mwenyekiti mnayafanya, muyatangaze. Watu wajue kwamba benki hii ya serikali inahudumia wakulima, na wajue kuna fursa ya kuja kwenu, na wajue kuna watu wanakopa wanarudisha. Ugonjwa mkubwa sana kukopa bila kurudisha. Lakini mtendaji Jafet ameeleza, yeye anasema anaona wakulima wanakopesheka, mnakopa mnarudisha. Mabenki yanakimbilia wafanyakazi kwa sababu wanajua mshahara wao kila mwezi upo na wanapitia benki, wanapeleka mikopo. Wewe tuambia wakulima wetu wanakopesheka, na Mbarali ndio kielelezo kikubwa cha wakulima wanaokopesheka. Mbarali oye! Naangalia takwimu, benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania mmetoa bilioni 350, mmegawa, mmepelekea wakulima, mmepelekea wasindikaji nchi nzima, kila sehemu na kwenda. Nimekuta mkono wenu. Ukitoka hapo nenda Njombe, na leo utakutana kile kikundi cha Noski kuangalia uwezekano wa kuwasaidia umwagiliaji, kuwasaidia mashine, zana za kuvuna chai. Kwenye hilo kwanza niseme benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania eko. Na pili, endeleeni na moyo huo, na sisi tutapigania muongezewe mtaji, kwa sababu mnakopesha kile mlichokipokea. Benki hii ni ya serikali, tusipowawezesha hatuna haki ya kuwalaumu, lazima tuwawezeshe. Na ofisi imefungua, iko Mbeya, hongereni sana. Sasa kwa upande wa hapa Mbarali, nimeahidi na mwenyekiti, najua nyie ndio mlitukabidhi ilani, naahidi tutarudi hapa, tutarudi tuongee.
Lakini changamoto mlizozitaja mbili, ngoja nizungumzie kidogo. Moja, masoko. Watu wamevuna mpunga na wanavuna mpunga, wakati mwingine msimu mwingine unaanza hujamaliza kuuza. Uongo kweli? Na matokeo yake bei inashuka sana. Bei inashuka. Hilo liko Mbarali, liko Kahama, liko sehemu nyingine nchi nzima. Na rais wetu aishatoa maelekezo tupambanie masoko. Sasa nikwambieni mambo ambayo tunayafanya kuhakikisha kwamba tunaongeza biashara, masoko yao mazuri, na tuhakikishe kwamba kipato cha mkulima kinaongezeka. La kwanza, tutawekeza zaidi kuongeza tija. Hilo mtu akilisikia atashangaa linahusianaje na masoko. Lakini tukileta huduma ya ugani, kusimamia upatikanaji wa mbegu nzuri, kuwezesha upatikanaji wa zana, kuongeza nguvu kwenye umwagiliaji, utavuna zaidi kwenye ekari moja. Hata kama bei isipopanda na hata ikishuka, kipato kitaongezeka, au sio jamani? Kwa hiyo la kwanza, tutaongeza nguvu. Serikali imeongeza nguvu kwenye huduma za ugani. Bajeti hii huduma za ugani zilikuwa zinapata milioni 603 kwa mwaka mzima. Tumebadilisha, tunaweka bilioni 11.5 kuhakikisha kwamba maafisa ugani wanawafikia wakulima, wawe na pikipiki, wafanyiwe mafunzo rejea kuja kutoa taaluma ya namna ya kuongeza uzalishaji kwa ekari moja, kwa sababu bei ni moja, unazalisha kiasi gani? Pili. Kwa lazima tuende huko. Hilo moja. Pili, tunatoa wito na tunatoa wito tena na tena, na nashukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wakuu wetu wa wilaya na mikoa, wafanyabiashara wa mazao, tuwasaidie, tuwashike mkono, tusiwawekee vikwazo na kuwabugu, tusiwasumbue, waongezeke, wanunue mazao, bei itaanza kupanda. Kwa sababu tabu nyingine iliyopo ni leo nimeambiwa huko gari imeenda kununua mahindi, jana imekamatwa. Kamata tu, wewe umekuja kununua mahindi. Mkulima anataka kuuza mahindi. Huyo anayemkamata unamkamata ili iweje? Haya mahindi ya mkulima atanunua nani? Tumesema mazao yetu yauzwe popote na kwa vyovyote, mradi tu mkulima asiibiwe. Kwa hilo tunaendelea na kampeni na naendelea kutoa wito, kushukuru maafisa usalama wetu kwa kazi nzuri wanayofanya. Tuendeleeni. Ukiona mtu anasafirisha mazao, amelipa ushuru kwenye halmashauri inayohusika, na unalipia halmashauri moja tu, baada ya hapo kwingine, kama hajabeba vitu haramu, kukaguliwa ni haki. Lazima tukaguliwe usalama wa nchi yetu, tusiwacheleweshe watu waende wakafanya biashara. Kwa vikwazo vya ndani vya biashara ya mazao tunazidi kupambana navyo, tuvipunguze. Wafanya biashara wachangamkie fursa hii, mazao yaondoke haraka shambani, yaende masokoni. Tatu, tunakwenda nje ya mipaka kufungua masoko zaidi. Rais wetu alienda Kenya, na alivyoenda alinipa heshima kuwa katika msafara wake, akijua ni waziri wa kilimo. Kati ya vitu alivyoenda kuzungumzia kule ni biashara ya mazao ya wakulima, na hivyo mpaka umefunguliwa, watu wauze Kenya. Na tumetumwa na rais mwenyewe, kasema South Sudan kesha zungumza na rais wa kule, imebaki sisi tunaenda kule na msafara wa wafanyabiashara, tuweke soko letu kule. Kongo, DRC tutakwenda. Mimi South Sudan naenda mwenyewe na wafanyabiashara, na wamejiandikisha wengi kweli kweli, na nataka tusiache hata mmoja. Wakutane na wafanyabiashara wa South Sudan, tuangalie tukitaka kuuza mchele tunaufikishaje kule haraka. Je, tufungue kituo cha kuuza mchele, kuuza mahindi, kuuza maharage, kuuza mtama? Tutazungumza, tuhakikishe kwamba soko lile lipo, ni soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki, lazima tulitumie. Tutakwenda DRC, tutakwenda Zimbabwe,
tutakwenda Afrika ya Kusini. Nitamtuma naibu wangu katika baadhi ya nchi nyingine na msafara wa biashara, tufungue masoko, kwa sababu pamoja na kwamba sasa hivi tuna ziada karibia tani milioni 2 ya mchele hapa nchini, milioni 2 ziada, bado tunaweza tukazalisha zaidi. Yani tunaongeza uzalishaji mara 10 tukiongeza tija, na tunataka tuongeze, lakini lazima tufungue masoko huko kwingine. Hilo tutaendelea nalo, kupambana nalo, na hakikishia kuhakikisha kwamba mazao yetu yanakwenda kwa haraka zaidi. Na kwa sababu tusipopambania masoko, wakulima moyo wa kufanya kazi, pamoja na kwamba ni wachapakazi, mwenyekiti umesema, na najua mtaendelea kuchapa kazi, lakini sisi ni watumishi wenu, lazima tuende tukapambane kufungua masoko. Jingine la kufanya ni kuendelea kuunga mkono wawekezaji wanaochakata mazao, wachakate na kuyagrade ili yauzike. Hili ni muhimu sana. Ukienda ukanda wa Ziwa, nadhani mpaka Mbarali, kuna nchi moja inachukua mpunga wetu, inaenda kule, inachakata, ina grade, inafunga vizuri, inauza nchi nyingine. Yani wanakuja wanachukua hapa Mbarali, wanachukua Kahama na sehemu nyingine, wanaenda wao, kituo chao ni kuchakata, kufunga vizuri, wakimaliza sio kwa ajili yao, waenda kuuza kwenye supermarket za nchi nyingine. Sasa mimi ni waziri wa kilimo, sitozuia mtu anayekuja kununua mazao. Nahimiza wawekezaji waje wachakate hapa nchini na tujenge mazingira ya kuchakata. Sasa hivi ukianza kuzuia, huo mpunga tutaupeleka wapi? Waje wachukue. Lakini lazima tujenge uwezo wa ndani wa kuchakata. Mbele ya safari, kwa nini wewe ulime hapa alafu anaenda kuongeza thamani nchi ya pili, alafu unatoka nchi ya pili unauzwa nchi ya tatu? Kwa nini sisi tusiongeze thamani hapa na kupeleka ile nchi ya tatu moja kwa moja, ile faida ikaenda kwa mkulima? Kwa nini tufanye hivyo? Ndio maana juzi hapa mmeniona tulikuwa Ikulu na mwekezaji mkubwa katika kilimo duniani, anazalisha sukari mpaka Australia na kila mahali. Ndio mzalishaji mkubwa wa mafuta ya mawese ambayo tunaenda kuyanunua kwa Malaysia, tunakuja kuyatumia hapa. Yeye tayari yuko Tanzania, ana kiwanda kimoja cha mafuta pale Dar es Salaam, lakini vile vile alijenga kiwanda alichozungumza ndugu yangu Justin Jafet cha kuchakata mpunga na kuufunga vizuri. Kiwanda chake pale Morogoro zinduliwa mapema mwezi Februari, na alikuwa rais wetu mpendwa hayati Magufuli. Mapema mwezi wa pili alienda akakizindua na akamwambia njoo wekeza zaidi. Aliambia ile kampuni ya Wilma, njoo wekezeni. Sasa amekuja yule mwenye kampuni mwenyewe, ameenda kumuona rais wetu Ikulu, akamwambia nchi ina fursa nyingi, mimi tayari kiwanda changu Morogoro nanunua mpunga, ananunua mpaka hapa Mbarali, anakuja ananunua Mbarali hapa, ananunua Morogoro, Kilombero, kila mahali, anachakata, ana grade, anafunga vizuri, anauza nje kweli kweli. Anasema sasa hivi ukienda supermarket Kenya utakuta mchele wa Tanzania, nadhani unaitwa Korea. Kwa hiyo anakuja, na nimeuliza nikaambiwa akija hapa ananunua mpunga kwa bei nzuri. Wala anatoa bei nzuri, anapeleka Morogoro, anachakata, anafungasha, ana grade. Mchele gani, grade gani, vile vidogo vidogo vingine, chakula cha mifugo, anazalisha kila kitu, anauza. Yuko tayari kurudi. Mheshimiwa Rais amemwambia tuletee unahitaji nini kwa ajili ya kuchakata ili wakulima wanufaike. Sasa atakuja na ameniambia wewe njoo uje hata China utembelee kiwanda changu. Sipotezi kitu hata kimoja. Nikichukua mpunga, nikianza kukoboa yale mabaki na washia moto, ndio gesi hiyo ndio inaendesha mashine.